Serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi imekuwa ikichukua jitihada za kufungua milango mbalimbali kwa wawekezaji kuja kuwekeza katika visiwa vya Zanzibar ili kuweza kuinuka kiuchumi. Ni ukweli usiopingika kuwa mwekezaji wa aina yoyote anahitaji kupata ulinzi na usalama katika uwekezaji wake ili kuweza kufikia lengo la uwekezaji huo. Wakala wa ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi JKU ni taasisi iliyoanzishwa chini ya sheria namba 2 ya mwaka 2015 ambayo inaipa uwezo wakala wa ulinzi JKU kufanya ulinzi wa kibiashara katika mahoteli ya kitalii, taasisi mbalimbali za serikali na binafsi. Katika miaka 3 ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Jeshi la Kujenga Uchumi JKU, kikosi ambacho ni moja kati ya idara maalum za SMZ, kinachojivunia mafanikio makubwa iliyoyapata katika sekta mbalimbali kupitia wakala wa ulinzi ambayo chimbuko lake ni JKU. Mkuu wa JKU Kanal Makame Abdallah Daima anaelezea mafanikio mbalimbali yaliyopatikana katika miaka 3 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa upande wa JKU ameifanyia mambo mengi. Kabla ya miaka 3 tulikuwa tunachukua vijana 1000 tu wa kujenga taifa. Katika uongozi wake Mheshimiwa Rais ametuwezesha kuingiza vijana zaidi ya 4000 sasa hivi wa Kizanzibari ambao wanakuja kujenga taifa na kuwafundisha uzalendo na ujasiriamali na ulinzi wa taifa lao. Vikosi hivi kama kamanda mkuu amekuwa kiviamini sana na hasa JKU. Amechupa miradi ya taifa, tumetekeleza ujenzi wa madarasa JKU, tumetekeleza masoko ya wajasiriamali na pia sasa hivi tunajenga soko kubwa tu la Mwanakwerekwe ukiwa ni uongozi wake kwa muda wa miaka 3 tu ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sina budi kama mkuu wa JKU na JKU kwa niaba ya wana JKU wote kumpongeza. Amefanya mambo mengi ambayo ni ya kutukuka. Katika miaka 3 ya Dr. Hussein Mwinyi, JKU kwa upande wa ulinzi imekuwa imara, na kama alivyotuagiza mwenyewe au taifa letu kwa ujumla kuwa sisi tutakuwa walinzi wa vituo vyote wa mpaka shule. Sasa hivi tunalinda, tuna wakala wa ulinzi hapa ambao sasa hivi iko imara. Vijana hawa wamekuwa wakiwa waaminifu sana ndani katika mambo ya ulinzi hayo. Kwa hiyo hilo jukumu tumepewa na serikali yetu katika miaka 3 hayo na tunalifanya kwa utiifu na uaminifu mkubwa, na wakala wa ulinzi sasa hivi iko imara sana. Ule usemi wa yajayo ni neema tupu na yajayo yanafurahisha tumeuona kwa vitendo, kwani kwa upande wa wakala wa ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi, fursa mbalimbali za ulinzi haswa katika maeneo ya uwekezaji na maeneo ya miradi ya kimkakati ya serikali zimeongezeka, jambo ambalo limesababisha kukua kwa taasisi hiyo. Akizungumzia mafanikio ya miaka 3 ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kaimu mkurugenzi wa wakala wa ulinzi Meja Kona Shame Hamadi amesema miongoni mwa fursa walizozipata ni wawekezaji wa maeneo mbalimbali hasa katika maeneo ya hoteli za kitalii kufunga mikataba ya kulindiwa na wakala wa ulinzi wa JKU, sambamba na serikali kutoa maagizo ya baadhi ya taasisi kulindwa na wakala, ikiwemo hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja pamoja na skuli za serikali. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kunipa dhamana hii na kuniamini kuwa kaimu mkurugenzi wa wakala wa ulinzi. Lakini vile vile nimpongeze kwa dhati kwa kuona maendeleo yake makubwa anayoyaleta katika nchi yetu hii ya Zanzibar. Na niseme viongozi wenzangu weni mfano wa kuigwa na tumuunge mkono. Lakini pili tumshukuru tena kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar miaka 3 hii, na imesababisha wakala wa ulinzi iweze kusonga mbele kwa kasi kubwa.
kuna mambo mengi yamepatikana katika miaka mitatu hii ya uongozi wa rais wetu mpendwa. Tunajivunia kupitia miaka mitatu hii, maana yake wawekezaji wamekuwa wengi, na taasisi yetu ya wakala wa ulinzi kupitia Jeshi la Kujenga Uchumi, maana yake tumepata fursa nyingi na tukutuamini kuweza kulinda katika maeneo yao. Maana yake tuseme kwamba hii inaendelea kuongeza ajira kwa wakala wa JKU. Lakini jambo ambalo kila mmoja aweze kujua, wakala wa ulinzi imeundwa kisheria, sheria namba 2 ya mwaka 2015. Meja Kona amesema mafanikio mengine yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka mitatu ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, wakala wa ulinzi imeunga mkono jitihada za serikali katika kuwapatia ajira vijana zaidi ya 300, sambamba na kuongezeka kwa gawio linalokwenda kwa serikali kutoka kwa wakala wa ulinzi mara 2 ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Ajira manake katika wakala wa ulinzi zimeongezeka zaidi ya ajira 3,000 kwa sasa, maana tumeshaajiri kwa kipindi hichi. Lakini vile vile ajira hizi zimepelekea manake mikoa yote ya Zanzibar yote, wilaya na mashehia, hakuna hata mkoa mmoja wilaya na shehia kijana wa wakala ulinzi alikuwa hayupo. Hii tunasema maana yake Mheshimiwa Rais wetu ametuheshimisha sana kutupa nafasi hii na kufanya kwamba kila kijiji, kila kitongoji kiweze kupata ajira watu wake. Lakini jambo la pili maana yake kuweza kuongezeka kwa mapato. Maana imekuwa maana yake kwamba sasa kwa kipindi hichi mapato yamekuwa yakiongezeka mara 2 zaidi kuchangia katika serikali yetu kuu. Kupitia wakala wa ulinzi, ikiwa kaimu mkurugenzi, waza na muahidi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kumuunga mkono kwa 100% katika uwekezaji anaoweka huu. Lakini vile vile niwaambie makampuni, mataasisi na mashirika makubwa yanayofunguliwa na yanayowekezwa Zanzibar wafike katika ofisi yetu ya wakala wa ulinzi ili kuweza kuweka ulinzi imara, kwa sababu biashara yako ni biashara yetu kwa maslahi ya Zanzibar. Ofisa operesheni wakala wa ulinzi Captain Sabri Mohamed na mkuu wa masoko Luteni Idi Haji Makame wameelezea jinsi ya fursa mbalimbali zinazopatikana katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwani kufungua milango ya uwekezaji kwa Rais Dr. Mwinyi amewapunguzia kazi kubwa ya kutafuta masoko ambayo walikuwa wakiipata hapo awali. Wakala wa ulinzi wa JKU imejikita kwenye biashara hii ya ulinzi, tukiwaaminisha watu wengi ambao wanaopata huduma kutoka kwetu wanafurahika na biashara hii ya ulinzi ambayo tunaitoa sisi kama wakala wa ulinzi wa JKU. Na kwa mapana yake tumejitanua sasa, tuna ulinzi ambao umetanuka zaidi. Tulikuwa tunatumia ulinzi mmoja tu wa silaha, lakini sasa tunatumia ulinzi wa watchman, tunatumia ulinzi wa mbwa, tunatumia ulinzi wa camera, electronic system, lakini pia tumetanuka zaidi, tunazuia kwenye maeneo ya fukwe, wageni wasipate matatizo ya aina yoyote na watu ambao wanawasumbua. Hatuna budi kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kutimiza ilani ya chama kabla ya wakati wake kufika. Hii ni fursa mojawapo ambayo inaonyesha dhahiri kwamba malengo ambayo ameyapanga katika kipindi hichi yana uwezekano mkubwa wa kuvukwa kwa 100% zaidi ya 100. Pili kabisa, katika miaka hii mitatu ya Mheshimiwa Dr. Ali Hassan Mwinyi tunashukuru, na ametupunguzia kazi kubwa hususan katika tathnia yetu ya masala mazima ya kimasoko ndani ya JKU. Maana yeye mwenyewe kama serikali kwa pamoja na taasisi binafsi imetupatia fursa adhimu na kubwa sana kwa masoko katika wakala hii ya ulinzi Zanzibar. Kwa maana kuna hospitali yote mapya ambayo yamefunguliwa, kuna maskuli ambayo sasa hivi tunayapatia huduma za kiulinzi, kuna maidara na mawizara tofauti ambayo imetoa mwanya mkubwa sana kwa vijana wetu kuweza kupatiwa ajira na badala yake kuondoa lile wimbi ambalo linapatikana mitaani
ambalo lilikuwa likiungamana na vijana ambao wanapelekea hujuma za kimitaani. Baadhi ya wafanyakazi wa wakala wa ulinzi wa JKU wameupongeza uongozi wa serikali ya awamu ya 8 unaoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuipa uwezo wakala wa ulinzi kuajiri vijana, jambo ambalo limesaidia kupunguza vijana ambao hawana ajira katika mikoa mbalimbali ya Unguja na Pemba. Katika miaka mitatu hii ya serikali yetu, tunamshukuru rais wetu wa Zanzibar kwa kuendeleza kitengo hichi cha wakala wa ulinzi kwa kuwapatia vijana ajira mbalimbali. Tunamshukuru rais wetu pamoja na serikali ya mapinduzi Zanzibar kutupa uwezo katika chombo chetu cha wakala wa ulinzi. Kwa mpaka sasa hivi tunajivunia matunda makubwa, kwanza kuajiri vijana wetu na sisi wenyewe kuajiriwa katika serikali ya mapinduzi Zanzibar. Ni dhahiri kwamba wawekezaji wengi na wafanyabiashara wanahitaji usalama katika maeneo wanayowekeza. Hivyo wakala wa ulinzi itahakikisha inaunga mkono jitihada za Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa wawekezaji ili kuweza kufurahia uwekezaji wao katika visiwa vya Zanzibar. Moto ya wakala wa ulinzi: biashara yako ni biashara yetu kwa uchumi wa Zanzibar.